Mgombea wetu wa Chama cha Mapinduzi Dr. Samia Suluhu Hassan, Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi, Mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mwanza, Katibu wetu mstaafu wa Chama cha Mapinduzi Taifa. Nimesimama hapa kwa niaba ya wananchi wa Buchosa ambao kwa miaka 5 iliyopita walinipa nafasi ya kuwa mbunge wao. Nianze kwa shukrani nyingi sana kwako mwenyekiti wetu wa chama kwa wema ulionitendea. Mimi mwenyewe binafsi kupitisha jina langu likarejea niwe mgombea kwa kipindi cha pili. Hewa iko kubwa sana kura za maoni, lakini kwa neema ya Mungu chama cha mbali sana kwa sababu hali ya naomba kabla sijawa excited niseme vitu vichache kwanza ambavyo nivitamke hapa mbele yako kama utavikumbuka. Mama, niombe kwanza barabara yetu ya Sengerema, barabara ya Sengerema kwenda Nyehunge. Mheshimiwa mgombea wetu, ni changamoto. Ulipita hapa mama ukatamka, mimi naomba utukumbuke angalau tuweze kujenga lami yetu. Wananchi wanaisubiri kwa hamu kubwa. Lami oye! Lami oye! Najua kwenye ilani ya uchaguzi yetu ya mwaka huu tumetamka umeme kwenye vitongoji. Mama, naomba tukumbuke umeme kwenye visiwa vyetu. Mama, naomba tukumbuke. Lakini zaidi ya yote naomba kwa kivuko chetu cha kwenda Kome tunadaiwa bilioni 1.6. Ukipata mahali popote tusaidie. Baada ya hayo machache, naomba nizungumze mambo makubwa matatu tu. La kwanza, kwa nini CCM ichaguliwe? Wana Buchosa na Sengerema, nisikizeni kwa makini. CCM ni chama ambacho kwa hivi ninavyoongea ni chama namba 9 kwa ukubwa duniani. Na sio kwamba ni kwa bahati mbaya, kwa mambo ambayo imeyafanya toka 61 mpaka leo imekuwa chama cha namba 9 kwa ukubwa na kwa idadi ya wanachama. Chama cha kwanza mtakumbuka ni BJP, cha pili ni CPC, cha tatu ni Indian National Congress, cha 4 ni Democratic Party, cha 5 ni Republican. Ukienda hapo chini unakuta Chama cha Mapinduzi. CCM oye! Ndio maana mimi ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi wa Tanzania wenzangu, kwa sababu ni chama kikubwa na chama chenye nguvu. Kwa hiyo nawaombeni sana mwichague CCM kwa sababu ni chama kinachokubalika hata kimataifa. CCM oye! Jambo la pili, kwa nini Dr. Samia Suluhu Hassan? Kwa nini mimi nampenda Samia Suluhu Hassan? Na kwa nini nitamchagua Samia Suluhu Hassan? Watanzania mnaonisikiliza kupitia vyombo vya habari na mlioko hapa nisikilizeni. Alipochukua nchi baada ya kaka yetu kutangulia, alikuta uchumi wetu umeporomoka unakuwa kwa 2.5. Leo ameukuza uchumi wetu mpaka 5.5. Ukienda Kenya uchumi wao unakuwa kwa 7.5. Tanzania inakuwa kiuchumi chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Ana kila sababu ya kuchaguliwa. La pili na la muhimu sana, alipoingia madarakani mfumuko wa bei ulikuwa ni 7%. Leo mfumuko wa bei Tanzania ni 3.5. Niseme nisiseme? Taasisi maarufu duniani ya Moody's imeranki nchi yetu ya Tanzania katika kategori ya B1. Ina maana ni nchi yenye uchumi ulioimarika chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan. CCM oye! Lakini Tanzania leo naongea ni nchi katika nchi 6 ambayo uchumi wake unakuwa kwa kasi chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Mama Samia oye! Mama Samia Suluhu Hassan oye! Ametekeleza miradi yote iliyoachwa na mtangulizi wake. Mimi nimeshuhudia meli mpya MV Mwanza inafanya kazi. Nimeshuhudia bwawa Mwalimu Nyerere limekamilika. Nimeshuhudia treni ya umeme kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma imekamilika. Mama Samia oye! Tumpe kura tusimpe? Tumpe kura tusimpe? Zaidi ya hayo yote, Watanzania wenzangu nisikilizeni. Mama huyu kwa utu wake, bungeni tulipitisha sheria ya manunuzi ambayo inatamka ya kwamba
biashara yoyote ambayo ni ya bilioni 50 kushuka chini isifanywe na mgeni. Yote hiyo nataka Watanzania tupate pesa katika nchi yetu. Mama Samia oye! Apewe kura, asipewe kura. Apewe kura, asipewe kura. Anapenda mazingira, upishi wa majiko ya gesi leo hii kila kona ya nchi yetu, na naomba Mungu asaidie kwa upenzi wake wa mazingira. Siku moja kama mama Wangari Maathai wa Kenya alivyopata tuzo ya Nobeli, mama yangu apewe tuzo ya Nobeli kwa kazi nzuri anayofanya kwa mazingira yetu. CCM oye! Mbolea za ruzuku. Watanzania tunapata mbolea za ruzuku. Leo hii mfuko wa 1.5 Mtanzania ananunua kwa shilingi 75,000. Nani kama Mama Samia Suluhu Hassan? Buchosa oye! Buchosa tutampa kura mama. Ametajwa na jarida la Forbes kama miongoni mwa wanawake wenye nguvu duniani kwa kazi kubwa anayoifanya kwa nchi yetu. CCM oye! CCM oye! Kwa sababu hiyo, nisikilizeni, kwa sababu hiyo, kwa utu wake na uchapakazi wake, na waomba Watanzania wote mnaonisikiliza, twendeni tarehe 29 tukapige kura, tumchague Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa wananchi wa Buchosa, msinisahau mimi ndugu yenu. Tumefanya kazi kwa miaka 5. Mmeona tumejenga mashule, tumejenga madarasa, tumejenga zahanati, tumejenga vituo vya afya zaidi ya 5. High school leo ninavyoongea kuna high school 5. Kuna chuo cha ufundi cha VETA. VETA oye! Ombi langu mimi nikiwa naelekea mwisho, Mheshimiwa mgombea wetu, najua utashinda na mimi nitashinda na madiwani wangu wote watashinda. Nachoomba ni kitu kimoja tu mama, kama unanitaka mwaka 30 naomba barabara yetu ya lami ijengwe. Tofauti na hapo naweza nikaaga leo hapa. CCM oye! Mama Samia oye! Sasa nimalizie kwa jambo moja. Niseme nisiseme? Niwaambie nisiwaambie? Atakayekasirika atanisamehe sana. Hatuwezi kuwa taifa la watu ambao mtu anayesema vibaya serikali anaonekana shujaa. Hatuwezi kuwa taifa la watu ambao pessimistic country, ambayo watu wanaangalia ubaya tu kwenye jambo, alafu anayesema ubaya shujaa. Mtu yoyote anayeongea uzuri anaonekana mtu mbaya, aidha anajipendekeza au anatafuta cheo. Vijana nisikilizeni. Nyie ni 75% ya watu wote katika nchi hii. Nendeni kwenye mitandao mkatetee ukweli mazuri yaliyofanywa na serikali yetu. Hakuna asiyejua mambo yaliyofanywa. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Mungu, nikushukuru sana kunipa nafasi ya kuongea. Mungu wa mbinguni akubariki sana na kutakia kila la heri. Asante mama kwa kunisikiliza. CCM oye!